Kwa hiyo tunapoenda sehemu hii ya pili ya njia ya msalaba, Yesu anakubali kujitwika msalaba. Ni kwamba Yesu anakubali kujitwika dhambi zetu zote, kufa pale msalabani kwa ajili ya tukomboe mimi na wewe. Na ishara hii inanifanya mimi na wewe tukumbuke kwamba kifo cha Yesu msalabani kilikuwa kina nia muhimu kwa ajili ya ukombozi wa mimi na wewe kwa ajili ya dhambi zetu. Tukiangalia Yohana ile 19:16 mpaka 17, Yesu anakubali kwa hiari kubeba msalaba. Yohana 19 mstari ule wa 19 anasema, mstari wa 16 anasema, basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe. Nao wakampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Yesu anavyokubali kwa hiari, kama alivyotumwa na baba yake, nenda kwa ulimwenguni ukawakomboe wanadamu pamoja na dhambi zao. Yesu anakubali kujitwika msalaba, anakufa msalabani kwa ajili ya mimi na wewe. Basi tunapotafakari vitu hivi njia ya msalaba, tunaanza kituo cha kwanza na hiki sasa ni cha pili. Tumeona kwamba kifo cha Yesu ni kwa ajili ya wewe na mimi kuokolewa katika dhambi zetu. Unajiuliza, tuna dhambi ya aina gani? Na kwa nini tunamtesa Yesu kwa aina gani? Yesu tunamtesa kwa njia nyingi. Tuna dhambi za mawazo, kuna dhambi za maneno, kuna dhambi za matendo. Haya yote ni moja ya jamii ambayo tunamtesa Yesu. Kwa hiyo ukiona mawazo kama haya yanakuja, basi muombe Mungu akusamehe. Tafakari njia hizi tunazokwenda, tukumwangalia Yesu anakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Basi kuna aya zingine zinafanana katika injili hizi zote ambazo zinasimamia kwa ajili Yesu anakufa kihiari kutukomboa mimi na dhambi zetu. Ukiangalia ile Mathayo 27:31 hadi 50, inasema habari ya Yesu kwamba anabeba msalaba kwa hiari kwa ajili ya kukomboa mimi na wewe na dhambi zangu. Ukiangalia Marko 15:20 hadi 37, inasema habari ya Yesu anakufa msalabani kwa ajili ya kukomboa wewe na mimi na dhambi zetu. Ukiangalia Luka 23:26 hadi 46, habari ya Yesu inasema anapokea msalaba kwa ajili ya wewe na mimi. Sasa tafakari katika maisha yako, tunakosea Yesu kwa aina gani? Kwa ulevi, kwa ulafi, kwa masengenyo, kwa uongo, kwa chuki, ambazo hizi Yesu ndio anakufa nazo pale msalabani, ambazo mimi na wewe zinasababisha Yesu awe msalabani. Basi tunapopita njia hii au wakati huu wa kuelekea njia ya msalaba, tafakari wapi unapomkosea Mungu katika haya yote tuliyotema. Basi turudi kwa Mungu, tutubu, Mungu atusamehe. Kwa sababu yeye amesema hata dhambi zako zikiwa nyeusi, lakini yeye atazifanya nyeupe kama saruji. Yesu Mwokozi wetu alikubali kujitwika msalaba tuliofanyia kwa dhambi zetu. Utujalie tufahamu jinsi tulivyokuemea, tupate kuzitubia dhambi zetu na kuziacha. Tupige magoti. Tuende pamoja. Ee Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko mambo yote. Nasikitika sana kwa kuwa nimekukosa, na kuomba nisikukose tena, bali nikupende daima. Unijalie neema yako ili nifurahie matendo yote uliyotuamuru. Amen. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, samehe makosa yetu kama sisi tunavyomsamehe makosa. Usitie majaribuni, lakini tuokoe na mwovu. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu. Salamu Mariamu, umejaa neema, Bwana pamoja nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Utuombee sisi wenye dhambi, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Tusimame.
utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata milele, ndivyo. Amen. Msaada wa Mungu ukae nasi daima. Amen.